Kwa majina naitwa ASF Lilian Wana, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Katavi. Dhumuni la kikao chetu cha leo ni kuweka mikakati na kudhibiti majanga ya moto mashuleni, ikiwemo shule za bweni na shule za kutwa. Mtaalamu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji amesema changamoto kubwa walioibaini kuwa chanzo cha majanga ya moto katika taasisi ni mfumo mbovu wa uingizaji umeme maarufu kama wiring system. Amesisitiza kuwa taasisi zinapaswa kuhakikisha kazi za ufungaji na matengenezo ya umeme zinafanywa na mafundi wenye ujuzi na sifa stahiki badala ya kuachia mafundi vishoka ambao mara nyingi hawazingatii misingi ya usalama na ufundi, jambo linaloweza kuwa chanzo kikuu cha majanga ya moto. Kwenye upande wa majiko kitaalamu kabisa, hata wiring inayofanyika huaga inakuwa tofauti kidogo na wiring ambayo inafanyika kwenye taa na kwenye switch za kawaida. Tofauti yake inaanzia kwenye aina ya switch ambayo tunatumika kwa ajili ya kuconnect, labda ni ile tunaita pressure cooker au labda ile jagi la umeme na vifaa vingine ambavyo tunavitumia kwa ajili ya upishi. Switch zake ni tofauti kabisa na switch za kawaida. Unaweza ukaplug vile vile itoe na meno matatu vile vile, lakini sio kama hizo switch za kawaida. Zile tunaziita cooker control switch. Ziko tofauti kidogo, nadhani tukiweza kuona picha yake kwa sababu ya changamoto ya mwanga, lakini naweza mkuwa mnazifahamu, zina button ya kuwashia nyekundu. Tunazifahamu zile zimesanifiwa maalum kabisa kwa ajili ya kupokea na kuruhusu umeme kwa kiwango ambacho kinaweza kuruhusu upishi ukafanyika. Lakini pia ukiachana na issue ya kuwa na switch za kitofauti, hata wiring inayofanyika, nyaya ambazo zinapitishwa kwenye zile cable kwa ajili ya kuja feed kwenye hizo switch za kupikia ni tofauti pia, kwa maana ya size. Hizi switch za kawaida za taa na za kuchajia mara nyingi sana huwa tunatumia nyaya za size ya milimita 1.5 mpaka za milimita 2.5 mara nyingi, na zinatosha kabisa kubeba mzigo, na mwisho wa siku ukawasha taa zako bila changamoto, ukawasha switch zako bila changamoto na kufanya mambo yako mengine. Lakini inapokuja swala la vile vifaa vya umeme, tunakiita rating value, hata current rating value yake au kiwango cha umeme ambacho vile vifaa vinatumia ni tofauti na kiwango ambacho hizo taa za kawaida zinatumia. Hiyo inatupelekea tukawa na hitaji la kuwa na nyaya kubwa zaidi kwa maana ya vipenyo vyake, na uwaga tunatumia mara nyingi nyaya za size ya milimita 4 mpaka milimita 6 muda mwingine. Lakini huku tumesema ni milimita 1.5 mpaka milimita 2.5 kwenye taa za kawaida na switch za kawaida. Kule tunatumia milimita 4 mpaka milimita 6. Sasa haya yote yanabidi yaanzie kuwepo kuanzia kwenye ule mchoro ambao tulizungumza awali kabisa, awali wa wiring. Uoneshe kabisa kwenye zile switch ambazo tutashuka kwenye majiko, zile specified kwamba nyaya zake zitakuwa za size hii, switch zake zitakuwa za size hii. Ili hata tutakapokuwa tunakuja kukagua kazi ya fundi hivyo kamilika, tunakuja kuangalia, je, switch zilizofunga pale kwenye eneo la jiko ndio zile ambazo zilikuwa designed kwenye mchoro? Waya ambazo umeshusha kwenye eneo la jiko ndio zile ambazo zilikuwa zimeelekezwa na mtaalamu ambaye amefanya usanifu hiyo mfumo? Mpaka hapo tuko pamoja. Sasa usipokuwa makini na haya maeneo, tukiwaachia kazi hao vishoka ambao tumezoea kuwaita mitaani, ndio vile yeye atafanya ile ambalo anaona kwake ni sahihi. Anaweza akaoda nyaya akakwambia anahitaji nyaya ya milimita 4, sababu pia hata gharama zinatofautiana kidogo, au ya milimita 6 kwa ajili ya matumizi ya jikoni, lakini kwa sababu anafanya mwenyewe kwa kujiongoza, kwenye uhalisia akafunga 2.5 au akafunga 1.5. Mwisho wa siku akakuwekea na switch yako ile. Kwani wewe kama sio mtaalamu kama mimi, wewe ukiona ukiwasha pale inawaka, si unaendelea na unaendelea na utaratibu? Lakini mwisho wa siku unajikuta unapelekea overheating ya vifaa, vinachemka, vina drain current kubwa kuliko uwezo wa kifaa chenyewe. Kinachoanza kutokea, zile switch za kawaida zinaanza kuungua. Zikiungua, lile joto na ule moto unatembea kwenye ule waya na kuja kuwasha maungio yote ya nyaya, kama ni kwenye paa, kwenye dari basi. Na hizo dari zetu ambazo mapaa yetu mara nyingi tunatumia hizi mbao, sio steel, ndio kuni zenyewe. Kwa upande wake, mmoja wa walimu ametoa shukrani kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kuwapatia elimu ya namna ya kujikinga na kudhibiti majanga ya moto. Amesema elimu hiyo itawasaidia kujua hatua sahihi za kuchukua pindi linapotokea janga, hivyo kuwawezesha kulinda maisha na mali za taasisi pamoja na mali zao binafsi, na kwa namna hiyo kuisaidia serikali kupunguza hasara zinazoweza kusababishwa na majanga ya moto. Tunashukuru Jeshi la Zimamoto kwa ajili ya kutupa elimu ya namna ya kujikinga na majanga ya moto. Ikumbuke kuwa siku za hivi karibuni kunatokea majanga mengi ya moto katika shule zetu yanayosababisha hasara kubwa kwa serikali,
lakini pia kwa wanafunzi ambao wanakuwa wameunguliwa na vitu vyao. Leo tumefika hapa kwa ajili ya kupata mafunzo ya namna ya kudhibiti majanga mbalimbali ambayo yanatokea katika shule zetu, na tunashukuru kwa elimu hii ambayo tumeipata. Tunaamini itakuwa ni sehemu nzuri kwanza ya kuwasaidia wanafunzi kuweza kujikinga na majanga hayo, lakini pia pale ambapo tutafanikiwa kujikinga na majanga hayo, tutakuwa tumesaidia serikali kuokoa hasara kubwa ambazo zimekuwa zikipatikana kutokana na majanga ya moto ambayo yamekuwa yakijitokeza katika taasisi nyingi za serikali, lakini pia taasisi binafsi. Naye mwalimu mkuu wa shule ya Nsimbo Sekondari, Lestuta Msafiri, amesisitiza umuhimu wa kuzingatia maelezo ya elimu iliyotolewa kuhusu usalama dhidi ya moto, huku akisema wanatakiwa wapate elimu. Yaani kabla mtu hajafikia hatua ya kujenga nyumba, kwanza ajue kwamba kabla hajajenga nyumba anatakiwa kuitaarifu serikali kwa ajili ya kwenda kuchukua ramani, kwamba mimi nimefikia hatua ya kujenga nyumba, naomba ramani ambayo itakuwa inakidhi nini viwango. Unaona? Lakini pia wananchi hao ili waweze kujua ni madhara gani yanaweza yakatokea, kwa sababu unaweza kukuta mtu amefanya ujenzi wa gharama kubwa ya nyumba yake, lakini kutokana na elimu ndogo alionayo akajikuta sasa anaamua kwenda kumtumia roko fundi ambaye huenda yeye anaelewa, anaweza kawa ni ndugu yake au anajua mtu fulani ana bei nafuu akaenda kumchukua. Kwa hiyo nafikiri ni muhimu wananchi hawa kupitia mafunzo mbalimbali au Jeshi la Zimamoto na Uokoaji waendelee kupita na vipaza sauti vyao kwa ajili ya kuwaelimisha ni nini mwananchi kabla hajafikia hatua ya kufanya wiring anatakiwa afanye. Elimu ya kutosha itolewe kwa wananchi. Nafikiri wapo watakaoelewa, lakini hata wale wasioelewa wanaweza wakaeleweshwa na watu wengine. Naye mmiliki wa shule amesema atahakikisha anatekeleza yote waliofundishwa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili kuimarisha usalama wa shule dhidi ya majanga ya moto. Pia atateua mwalimu mmoja kati ya walimu wote kupata mafunzo zaidi kuhusu kinga na udhibiti wa moto ili waweze kuwa kiungo muhimu cha kuwafikishia walimu na wanafunzi elimu hiyo na kurahisisha utekelezaji wa hatua za kujikinga na majanga ya moto shuleni. Mimi kwa upande wangu binafsi ninaenda kutekeleza yale ambayo tumefundishwa na walimu wetu hapa jinsi ya kwenda kupambana na kwa hiyo pia ninatoa shukrani njema, lakini bado tunafikiri tutakuwa na nafasi mbeleni ya kuwa na mwalimu ambaye sasa atakuja kujifunza namna nzuri ambayo atakufundisha walimu wengine namna ya kudhibiti majanga ya moto. Mimi ni Edgar Mbigili wa Fin Media.